Naam, karibu tena mtazamaji. Familia za vijana waliosafirishwa hadi nchini Urusi kinyume na sheria sasa zinalilia serikali kuwarudisha humu nchini. Naam, familia hizo zinasema kuwa jamaa zao wanahangaika huku baadhi wakiuawa na wengine kujeruhiwa kwenye vita vya Urusi na Ukraine. Naam, Ode Francis alizungumza na baadhi ya waathiriwa waliojipata katika kambi ya jeshi ya Urusi kwenye makala maalum ya Hadaa ya Urusi. Аккуратно! Ni picha za Wakenya waliojipata Urusi katika vita vya Ukraine na Urusi, wengi wao kwa ajili ya mapochopocho ya mishahara kubwa hadi milioni 2. Vifo vya Urusi vikizidi kurekodiwa, Wakenya wanajipata katikati ya hali hii. Mfano ni John Njeru kutoka Nakuru. Anauguza majeraha hospitalini ila anadai kuwa anataka kurudi nyumbani. Okay, tulikuja na yeye but hatukuwa group moja. Hii ni sauti ya Mkenya ambaye anajaribu kuipasha familia ya David Kuloba habari za kifo cha mwanao. Walikuwa deployed kwa msitu on I think last week ama last week but one. Mwenye alikuwa na yeye nasikia hapatikani. Yeye amepatikana but hayuko alive, ametuacha bro. Nimejaribu kucontact mwenye alituleta, anitumie namba ya mama yake, maybe mzazi wake ama mtu mwenye naweza ambia hii story, but amenitumia but sina hiyo nguvu ya kuwaambia. But kama unajua familia yake, ninge request tu waambie Devi ametuacha bro. Babake Njeru anasema kuwa hajui vipi mwanawe alifika Urusi, ila alipopigiwa simu kuwa mwanawe amefika Urusi, alitaka kujua vipi anaendelea. They are taking the boys and then they train them there for like 2 months. After training, they are taken out to the battleground in Ukraine. And the way I'm getting it is like is in a forest. And sometimes they will walk through a river full of bodies and such stories. Hatukujua tuna front vita. Si tulifikiria hatukulingana na vile tulikuwa tumeambiwa ni kwenda ku secure zile nini washa capture zile ground ama towns wame capture, hizo ndio tulikuwa tunaenda secure ama kuchunga, lakini sio vita. Lakini kufika kule kageuka. Kwa sasa John yuko katika hospitali ya Bilgorodsky Gospel Goblanda, eneo la Belgorod, nchi ya Urusi. Licha ya kutokuwa na ujuzi wowote wa kijeshi, John alijipata katika jeshi la Urusi baada ya wiki 2 ya mafunzo ya kijeshi. So you can see he has you cannot see the hand, but amefungwa some funny bandage. And he's saying they are fighting with they are not fighting with the Ukraine army. It is about drones and naye kupitia njia ya sauti jamaa huyu anasikika akiwa na wasiwasi ya vipi ataipa familia ya kijana huyu habari za kifo cha mwanao Urusi baada ya kuuawa. Okay, tulikuja na yeye but hatukuwa group moja, but tulikuwa kikundi moja. Tulikuwa watu same but tukadividiwa, yeye wakaenda wawili. Walikuwa deployed kwa msitu on I think last week ama last week but one. Mwenye alikuwa na yeye nasikia hapatikani. Yeye amepatikana but hayuko alive, ametuacha bro. Nimejaribu kucontact mwenye alituleta, anitumie namba ya mama yake, maybe mzazi wake ama mtu mwenye naweza ambia hii story, but amenitumia but sina hiyo nguvu ya kuwaambia. But kama unajua familia yake, ninge request tu waambie Devi ametuacha bro. Uchunguzi wetu ulitufikisha Kibera, eneo ambapo David aliishi kabla ya kusafiri kwenda Urusi. Niko katika eneo la Kibera, eneo ambalo linaitwa Magade. Ni katika chumba hiki ambako David Kuloba aliweza kutoka na kuelekea Urusi kwa ajili ya kutafuta ajira. Baada ya kufika huko, mwezi mmoja baadaye, hajazungumza na familia yake. Odi? Akakuja akasema,
Mama, naona Mungu venye ananisikianga, nimepata kazi nyingine. Lakini ni a watchman. Kaambia country gani? Kwanza akatuambia Germany. Kaambia ni country gani? Akanionyesha simu. Ona Russia. Kaambia ni country gani unaenda? Russia tu unangi movie surely. Hiyo country kwangi poa. Na unaenda kufanya security gani? Atima tumambiwa ni kazi. Lakini huko hivyo nimesikia pesa yenye wanalipana ukifika unapewa mita. David kufika Urusi, kazi aliyoahidiwa ilibadilika na kuingizwa katika jeshi la Urusi. Runinga ya Citizen imepata kanda za video zake David akifanya mafunzo ya kijeshi nchini Urusi. Kwenye video hii David anapewa maagizo kusema kuwa yuko tayari na yuko sawa. Reloaded. Mbili ya mafunzo ya kijeshi kabla ya kifo chake. Say I'm good. I'm ready. I'm supposed to say I'm good. Okay. Nafaa kusema I'm good. Ila kabla ya David kutoweka, alituma sauti hii kwa familia yake kuwapa habari ya kilichokuwa kinajiri kama wosia wake wa mwisho. Hizo documents nimekutumia ni zenye kesho naenda mission. Na in case of anything utapigiwa simu waambiwe if kama nimekufa ama kama ndakuwa hai. So kama ndakuwa nimego, utachukua hizo documents utazipeleka kwa immigration ama kwa embassy. Ukizipeleka kwa embassy utaclaim, utasema mimi mtoto wako, kila kitu utapeana, everything utapeana, hadi picha, ndakutumia kila kitu. Sawa. Shapeana, kuna paycheck utapatiwa. Sijui ni paycheck kama whatever kuna tutapatiwa yangu sasa. Hiyo ni ile sikwenda kwa maybe nimekufa, ule mata inherit ni mzazi wangu. Stakabadhi anazozungumzia ni kandarasi hii ambayo runinga ya Citizen imebaini kuwa kandarasi ya kijeshi nchini Urusi ambayo inawapokonya uhuru wao wa kiraia na kuwa mwanajeshi na kukubali kupigania nchi hiyo ya Urusi. Si hayo tu, tuligundua pia baada ya kufika na kubadili kuwa mwanajeshi wa Urusi, unapokonywa jina lako halisi na kupewa jina tofauti pamoja na nambari ya utumishi katika nchi ya Urusi. Mamake David kwa sasa hana uhakika iwapo mwanao alifariki au la, ila alipata jumbe hizi zikiashiria kufariki kwake na nikinukuu: nasikitika kwa kifo cha David. Alifariki baada ya kulipuliwa na bomu. Nilikuwa pamoja naye na niko hospitalini nikiuguza majeraha. Sijui niseme nini. Moyo wangu unaumia kwa kupoteza marafiki wangu wawili. Ujumbe mwingine aliopata ni kutoka kwa anayedaiwa kuwa ajenti aliyewakaribisha Urusi walipofika kwa jina Mega, ikisema kuwa una haki ya kufidiwa kwa kifo cha mtoto wako. Sijui ni pesa ngapi, ila inakadiriwa kuwa $100,000. Kwenye mtandao wa WhatsApp tulikutana na taarifa hii kutoka mmoja wa walioko Urusi akitoa ushuhuda na nikinukuu: survived death kidogo sana. Nilipigwa na bobaiga, yani flying death attacks mara 3. Ya kwanza mkono ikaumia. Ya pili nikazikwa mwili wangu half hadi kwa kichwa kwa mchanga. Ya 3 I rent to a destroyed house, ikapigwa hadi ikaisha. Luckily vile ilienda, I ran very fast into the forest and luckily nikapata small camp ya watu wetu. That's how God brought me back. Nasiwezani. Tulikutana na Tito, sio jina lake halisi, kwa ajili ya usalama wake. Alifanikiwa kurudi nchini kutoka Urusi. Hata walikuwa wanakuambia vitu mzuri. Vile utapata citizenship, pia familia itapewa citizenship. Malipo ilikuwa poa. Sasa nikaona tu nijaribu. Sasa vita pale ni ya drone. Sasa unatrainiwa sana kuhepa drone. Na unajua sasa ni kichaka. So kuna wale kidogo wanashika bahati mbaya inawaripua. Na inakuchoma. So unapatikana ngao umechomeka, hata kujulikana tu name tag ndio inasaidia. Unapewa name tag na service number. Familia ya John sasa inaomba msaada mwanao arudi nyumbani. The government should come in, and because we have an embassy, I think, in Russia, then establish how those children went there, the terms, and how they can be assisted. If there are those ones who maybe want to continue, how is the environment there? Wanalia. Bro, wanalia. Oh,
wakiweza kuletwa, kuna mmoja niliona amesema kubali kuletwa, wakiweza tu afike Kenya atafungua kanisa. Kwa nini? Ile vitu wameona huko. Jambo hili linaonekana katika mazungumzo haya baina yao kwenye mtandao wa WhatsApp, wakisema na nikinukuu, "Hata nimechanganikiwa, ama tu record tu video tuombe usaidizi Kenya, we are going one by one. Sure, that's a good idea, lakini hawa wa Russia wakituona watatumaliza manze. We can try secretly. Send videos home then delete." Mwisho wa nukuu. Wale wa Russia wakijua tu unapeana nini tofauti, nakwambia watakuua. Hata walikuwa wanasema ukienda kuleta kiherehere pale utapelekwa tu kwa bush wakupiga risasi, and it's done. Utakuwa reported umeuawa kwa vita. Kumbe ni wao wamekuua. Wao wanakuua. Wanasema ukienda kuleta ujeuri kiherehere huwezi waharibia kazi. Watakupeleka tu front na upigwe risasi, na utajua ukipelekwa. Labda utafikiria unapelekwa job. Kumbe unapelekwa pale na mtu amebeba bunde. Wizara ya mambo ya nje na ile ya diaspora kupitia waziri Musalia Mudavadi kufikia sasa wamepata takwimu zaidi ya Wakenya 200 waliohadaiwa kwenda Urusi kwa kazi ambazo ziligeuka kuwa vita. Reports suggest that over 200 Kenyans may have joined this adventure or misadventure, with some of them being former members of Kenya's disciplined services. It is estimated that recruitment networks are still active in both Kenya and Russia. One agent was arrested for coordinating the processing of Kenyan recruits under the guise of overseas jobs. The agent is presently in court. Licha ya wahusika kukamatwa hapa Kenya na kufikishwa kotini, bado madai ya uwezekano wa sakata hii kuendelea upo. Nikitaka sijui kukopesetiwa niende Russia, sasa mimi hata niko na passport. Wengi wanataka kurudi, lakini kurudi kwenyewe uzi wangu utarudi wapi? Passport yenyewe huna. But over 90 something % wakiambiwa leo warudi Kenya, they will be so happy. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi. Аккуратно!